Ndani ya miaka mitano, ilani ya Chama cha Mapinduzi imetuelekeza tuainishe, tupange, tutenge, tumilikishe kisheria, tulinde kisheria maeneo yote ya ufugaji kwa kiwango cha hekta milioni 3.6 ili ifikapo mwaka 2030 tuwe na jumla ya hekta milioni 6 za ardhi ya ufugaji zilizobainishwa, zilizopangwa, zilizolindwa kisheria. Lakini baada ya hapo maeneo hayo yawe na huduma zote za msingi, kuanzia maji, barabara, umeme, malisho, majosho, huduma za ugani pamoja na maji. Nawapongeza watendaji wote wenzako nchi nzima, na ninawasihi wajipange kuchapa kazi zaidi. Sintavumilia mtendaji wa huduma za mifugo mzembe, ambaye sio mbunifu na wakati mwingine anadai rushwa ili atoe huduma. Huyo ajipange kujirekebisha, na asipojirekebisha kwa kutumia maneno ya Waziri Mkuu Mheshimiwa Nchemba, asubiri fyekeo. Na tusilazimishane kufika huko. Tumeelekezwa kuwasikiliza wafugaji, sio kuwafundisha. Wafugaji wana elimu ya kutosha, tunatakiwa kuwasikiliza. Tunatakiwa kujadiliana nao kimkakati na kushauriana nao. Watumikieni masaa 24. Sasa nimeona unafuga mbuzi na kondoo. Wekeza zaidi. Soko la mbuzi na kondoo ni kubwa sana. Katika mauzo yetu ya nje, kiwango kikubwa cha nyama, msajili wa 62% ya mauzo yetu nje ya nchi ni nyama ya mbuzi na kondoo. Ongeza kiwango, wafugaji nchi nzima, ongeza kiwango cha ubora na wingi wa mifugo aina ya mbuzi na kondoo. Soko ni kubwa sana, bado ni kubwa sana. Lazima tuondokane na uchungaji, twende kwenye ufugaji. Kwa sababu ndugu zangu hao tulipokutana nao kwanza walinikasirikia. Baadaye tumekuja tumeelewana. Mimi niliwaambia kwamba hakuna hii concept ya uchungaji. Unabeba ng'ombe unatembea nao kilomita 20. Alafu unatoka huko unarudi kilomita 20. Haimfai ng'ombe, haiwafai wao, haifai nchi. Na hii Mheshimiwa Mwenyekiti, ilitokana na Mheshimiwa Waziri kwamba kwenye mchango wa sekta ya mifugo kwenye halmashauri hii 3 years ago ilikuwa inasomeka kwamba mchango wake ni milioni 40. Ndio mchango wa sekta. Sasa unaangalia ile sekta kubwa hili limechangia milioni 40 kwenye mapato ya ndani, unajiuliza why do we even have it? Lakini mtakumbuka kwamba baadaye ikaja kwamba hii hapa hii wilaya ya Mvomero na mwenyekiti ulikuwa katika review ya mwaka uliofuata, nyinyi mlichangia milioni 400. Ikaonekana kwamba sekta hii ina uwezo mkubwa lakini haidhibitiwi, na chanzo kikubwa kilikuwa Mkongeni. Ndio maana tukaipiga Mkongeni pale, tukaiziro hiyo. Sasa Mheshimiwa Waziri, kuna mambo ambayo kimsingi tulipokubaliana, na hii sasa nilikuwa nafikiria nizisome kabisa kama salamu za mkoa, kwamba tulipokubaliana kwamba hii Mvomero itakuwa special livestock zone, tulikuwa tuna focus mambo mawili, kwamba hatuchinji kwa utaratibu ambao unatakiwa, lakini mbili, nyama yetu yenyewe tabu.
Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.